Kuna siri nzito inayomhusu Diamond Platnumz na mama yake, Mama Dangote, ambayo ikiwekwa hadharani inasikitisha na kushtua sana. Fikiria kosa moja tu la siri la Mama Dangote leo hii limegeuka kuwa donda ndugu linalomtesa na kumfunga mwanae kisaikolojia na kisheria duniani kote, huku kukiwa na siri ya machozi nyuma ya pazia ambayo mashabiki wengi walikuwa hawaelewi. Je, kuna nini hasa kimetokea kati ya Diamond Platnumz pamoja na mama yake kinachomfanya star huyu aishi kwenye makosa ya mzazi wake? Najua kuna stori nyingi sana ambazo pengine bado natakiwa kuzifahamu, lakini hii ya leo kupitia Bongo Vibe itakushangaza kuliko kitu chochote kile. Hakikisha tu umetumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video kwa sababu yajayo yatakushangaza zaidi. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kapate kufahamu ukweli wote. Sasa ukweli ni kwamba kwa miaka mingi ulimwengu ulijua Mzee Abdul Juma ndiye baba mzazi wa Diamond Platnumz. Ukimtazama Diamond na Mzee Abdul, sura zao, pua na macho viko sawa kabisa, kiasi kwamba hakuna anayetilia shaka kwamba huyu sio mtoto wake. Hata hivyo, katikati ya safari kulitokea sintofahamu kubwa. Walijitokeza wazee tofauti tofauti wakidai kuwa Diamond ni mtoto wao wa damu. Alitokea mzee mmoja kutoka nchini Kongo na wengine akatokea Kahama, wote wakidai msanii huyu ni damu yao. Na cha ajabu, wote walikuwa na kaufanano fulani hivi na Diamond Platnumz, lakini hawakuweza kumfikia Mzee Abdul. Lakini huku nyuma Mzee Abdul alisimama kidete na kusisitiza kuwa Diamond Platnumz ni mwanae wa kumzaa. Lakini mambo yalichafuka kabisa mnamo mwaka 2021. Mama Dangote alitupa bomu lililozua taharuki nchi nzima pale alipoweka wazi kuwa Mzee Abdul sio baba yake mzazi wa Diamond Platnumz, bali alikuwa tu ni mlezi aliyemkuta na ujauzito. Mama Dangote akamtaja Mzee Salim Nyange kuwa ndiye baba halisi wa Diamond Platnumz. Tangu siku hiyo Diamond alibadili mwelekeo, akajenga ukaribu mkubwa na watoto wa Mzee Nyange akiwemo Ricardo Momo na Idi Santos na kuwakumbatia kama ndugu zake wa damu. Wakati huo huo, Mzee Abdul aliwekwa kando kabisa na leo hii hapewi kipaumbele chochote kama baba mzazi. Mama Dangote alionyesha kushinda vita hiyo, lakini hapo ndipo lilipozaliwa fumbo kubwa linalomtesa msanii Diamond Platnumz mpaka leo. Sasa kama kweli maneno ya Mama Dangote yana ukweli wa 100% kwamba Mzee Abdul sio baba yake mzazi na Diamond, na kama kweli baba mzazi wa Diamond Platnumz alikuwa ni Mzee Salim Nyange na sio Mzee Abdul, sasa kwa nini mpaka leo hii Diamond amezidi kuitwa Nasibu Abdul? Mkataba wowote mkubwa wa kimataifa, pasipoti yake ya kusafiria, hati zake za amari, lakini pia na hata kwenye document zake rasmi, haijawahi kutokea hata siku moja tukaona jina Nasibu Nyange. Kila mahali na kila siku anajitambulisha kama Nasibu Abdul. Hii inaashiria nini? Ina maana kuwa uamuzi wa Mama Dangote wa zamani ulimpoteza mwanae kisheria. Huwezi kufuta utambulisho wa mtu aliyekupa jina la kwanza duniani. Hata kama mama yake alimkataa Mzee Abdul hadharani, Diamond amebaki kufungwa na njia hii na jina hilo kwenye maisha yake yote ya kisheria. Huu ni mpasuko mkubwa wa ndani unaomfanya Diamond kuishi kwenye makosa ya mama yake. Lakini je, unahisi ni kwa nini Diamond ameshindwa kabisa kuachia jina la Abdul na kutumia jina la Nyange ambalo mama yake anasisitiza kuwa ndio damu yake? Kwa sababu Diamond ana pesa, ana uwezo wa kubadilisha nyaraka zake zote, majina yake yote, na mwisho wa siku ikawa kama vile anavyotaka. Lakini kwa nini mpaka leo hii jina la Abdul ndio limekuwa utambulisho wake rasmi na hata yeye amekuwa akitumia kujitambulisha? Tuambie kwenye sehemu ya comment nini maoni yako, lakini usisahau kulike na kushare. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.